Na kunywa al-qasus mujarab. Ikaja swali na kuulizwa kwamba katika mambo ambayo anayopaswa kufanyiwa mwanamke ambaye tayari ameachwa na yuko ndani ya eda. Sasa utapatikana ufafanuzi kwamba anafanyiwa mambo yote kwa muda ambao unaye na yuko, na pia ikiwezekana hata fulani pia una nini. Na hakuna tatizo, muda ukiisha anaondoka. Kwa hili kwa kweli ilikuwa imenichanganya kidogo, na akasema amelitoa katika sherehe katika kitabu cha Imam Uthaymeen. Tafsiri Imam Uthaymeen ametoa dalili hizo za kuonyesha kwamba halina shida. Haya, asante Imam. Swali la mwenzetu kwa namna nilivyomuelewa mimi, anamzungumzia mtalaka aliyekuwa kwenye eda ya rejea, si ndio hivyo Ar-raj'iyya ndio anemzungumzia. Ar-raj'iyya, mwanamke aliachwa taraka rejea, taraka moja ama mbili, ambako sheria imesema mume ndio amtunze. Sasa katika yanayotakiwa kufanywa, alivyosikia baadhi ya mawastazi wenziwe, wastazi anasema anafanyiwa kila kitu na yule mtalaka wake, kwa maana aliyemwacha, na hata ikibidi idghamu, unaweza ukafanya idghamu, idkhalu shay'in fi shay'in. Kwa lugha hii inaeleweka? Una nini? Lakini ukinini, kama hujamrejea safi tu na hakuna dhambi, akimaliza eda yake anasepa. Si ndivyo alivyosema hivyo? Kweli, lakini kakosea. Kweli, lakini kakosea. Mwanamke aliyekuwa kwenye talaka rejea, mume wake yule raji'i wake, manake ni raji'iyya na huyu ni raji'iyu. Raji'iyu anatakiwa amhudumie kila kitu yule, muda wa kuwa ajafanya mambo ya hovyo waziwazi, si ndio? Mambo ya hovyo waziwazi inamlazimu yule mwanamume kumruhusu aende kwao, kiburi, mambo ya ufuska na kadhalika. Kanasihiwa ajirekebishi, kanasihiwa ajirekebishi, anaruhusiwa, kwa maana wazazi wake waje wamchukue akapumzike kwao, atafanyiwa hayo. Sasa likaja swali kwa wanawavioni, je, katika kila kitu mwanamke yule pia anaruhusiwa kujipodoa kwa ajili ya kumshawishi yule mwanamume ashushe moyo amrejee, si ndivyo hivyo? Ikitokea kabla moyo haujashuka kwa kumrejea, moyo sasa ukushuka umepanda, lugha hii inaeleweka Mwanamume akamwambia hebu njoo tuongee kwanza. Alipoingia ndani, idghamu. Hii idghamu ipoje? Ndipo palipokuwa na kauli tatu. Ni jambo lenye ikhtilafu. Kuna kauli ngapi? Yani hiyo kwa mkato, lakini kiwalisia kuna kauli 7 kwa wanavyoni. Kauli ya kwanza ambayo ndiyo kauli ya Ahnaf ya Sheikh Nu'man ibn Thabit aka Imam Abu Hanifa, akifanza tu nini mwanamume, ile kufanza nini ndiyo rejea yenyewe. Hiyo ndio kauli ya Imam Abu Hanifa. Kauli ya Imamu Malik kumepokewa kauli mbili. Kauli ya kwanza, ikiwa ile nini aliyofanya lengo lake kurejea, itakuwa rejea, na kama lengo lake sio kurejea, kafanya tu kwa sababu ilipanda, haitakuwa rejea, itakuwa zinaa, itakuwa kazini, kwa sababu ili isiwe zinaa awe mkewe, na wakati hujamrejea nani huyo? Sio mkeo. Kauli ya pili ambao wamepita baadhi ya wanawavioni wa Malik,
si mnatuambia arrajiiyatu fi hukmi azauja, aliye kwenye talaka rejea yumo ndani ya hukumu ya mke. Kwa hiyo mimi nilizidiwa, nilichwemba, lakini sikukusudia kurejea, nilikusudia tu kujiweka fiti. Kwa hiyo sijamrudia na sio zina. Sijui umenielewa? Wamejitetea kwa sababu arraj'iyatu fi hukmi zauja. Hanabila, Imamu Ahmad bin Hanbal, wao walimepita kwamba tutaangalia ule mdinyo ulikuja kwa lengo lipi, na tutamuuliza yule muhusika. Mimi kusema kweli alinishawishi tu, umezini. Mimi nikusudia kurejea, umerejea. Simeziona hizo, maana tutakusema kauli zote 7 tutachelewa. Lakini kauli ambao wanasema wanavyoni ndio kauli yenye nguvu ni kauli ya Sheikh Muhammad ibn Idrisa aka Imam Shafi'i, ambaye anasema ar-rij'iyatu qawlun lianna ar-rij'iyata fi hukmi an-nikahi wan-nikahu la yathbutu illa biqawlin. Rejea ni maneno, wewe ingia ndani, chwemba, toka, chwemba, toka. Kama hujasema nimekurudia, hata kama umenuia, sio rejea. Umenielewa? Ndio kauli ya Imam Shafi'i. Ili iwe rejea, mwanamume afanye nini? Na ukukusema yule asiyeongea, kwa maana labda bubu, ishara yake itaingia katika hukumu ya kufanyaje? Ya kusema. Lakini kama mwanamume atatenda pasina kutamka, ndio kauli ya madhhabu ya Imam Shafi'i, hakusema, haitoshi kuwa nini? Rejea. Kama sio rejea, sasa ile midinyo tuna hukumu wapi? Zina, sio mkeo. Wallahu a'lam.